Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Ikhwani fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeonelea tukumbushane katika masala ambayo yana fadhila nyingi, na huu ndio msimu wa kuchuma. Tusiendelee tu na maisha yetu kama kawaida, lakini tuzijue siku ambazo zina ubora, zina fadhila, ili na sisi tujue namna gani tunaziendea ili tuchume kile ambacho kimo. Kama vile tunavyopambana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini vile vile kama vile tunavyopambana katika maswali ya biashara zetu na mfano wake. Kwa hiyo na hizi siku tukufu tujue tuziendee vipi, tufanye nini ili tufaidike. Mwenye kitabu, tuna kitabu hapa kinaitwa Ahkam Ashri Dhulhijja wa Ayyamu Tashriq, hukumu za masiku 10 ya Dhulhijja. Dhulhijja ishaingia na masiku ya kuchomoza, hukumu zake. Kuna siku 10 za Dhulhijja, kuna mambo yake pale, na Ayyamu Tashriq ambao ni mwezi 11, 12 na 13 katika Dhulhijja. Mwenye kitabu anaanza anasema Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anasema fa inna min fadlillahi ta'ala ala ibadihi, hakika kwa hakika katika fadhila za Mwenyezi Mungu. Fadhila manake Mwenyezi Mungu akuongezea, maana kuna kupewa na ukaongezewa. Sasa wewe umeongezewa. Kwa hiyo katika jambo ambalo amewafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala waja wake ndo sisi, an an'ama alaihim bin mawasimil adhima, kwa kuwaneemesha, kwa kuwapatia masimu matukufu, misimu mitukufu. Katuneemesha, kuna msimu huu, kuna msimu huu. Usiwe kuna msimu wa shoki tu tukanakimbilia na maembe. Sasa kuna misimu kama hii ya ibada, tujue tunatakiwa tufanye nini. Wal ayyamul fadila, na siku ambazo tukufu, litakuna mughniman litta'ina, ili wale watiifu wanokimbilia utiifu wake Allah wachote katika ngawira zake, wachote katika fadhila zake, waingie wazame katika ibada zake. Wa midana litanafusil mutanafisin, na iwe ndo viwanja vya kushindana wenye kushindana, iwe ndo viwanja vya kushindana. Maana ukiingia katika jamii, ukiangalia ma TV, maredio na nini, kila mmoja anapiga chapuo kitu chake, biashara yake, anaitangazia biashara yake, anatangazia kadha, wako wanatangazia mipira, wako wanatangazia kadha na kadha. Lakini sisi sasa hivi tutangazieni hiki, matukufu ya siku hizi 10 na zile siku 3 za Ayyamu Tashriq. Kwa hiyo tukisha kuzipigia chapuo, kuzitangaza, manake kila mmoja wetu azikamate imara kwa kufanya ibada, ashindane. Vipi unamuuliza sasa mwenzio, sasa umefunga leo? Sijafunga. Basi kama hujafunga, japo kaa msikitini, ushamaliza swala ya dhuhuri, japo dakika 5, dakika 10, soma Qur'ani. Hebu twenzetu japo hapo juu kidogo tukatoe sadaka. Hujafunga leo, fanya kheri nyingine. Lakini unamshtua, jitahidi kesho tufunge, jitahidi kesho. Kwa hiyo watu wanashinda, umefunga leo na mimi nafunga. Hakuna tatizo. Kama mwenzio kafanya na wewe kafanya, haingii katika riya, inaingia katika kushindana katika ibada. Kwa hiyo anasema wa min hadhihi mawasim, na miongoni mwa haya masiku ashru Dhulhijja, ni hizi siku 10 za Dhulhijja, wa ayyamu tashriq baadaha, na siku za kuchomoza baada yake. Kwa hiyo kwanza zinakuja siku 10 za Dhulhijja, tukizimaliza hizo zinakuja siku 3 ayyamu tashriq. Zote hizi ni tunatakiwa tujipinde katika kufanya ibada. Haithu anna hadhihi al-ayyam, kwa namna ambayo siku hizi kanat ma'allan li ummahati al-ibada, zimekuwa ndo sehemu ya mamama ya ibada. Siku hizi ndo zimekuwa sehemu kubwa na kipekee ya mamama ya ibada. Minas sala
kuna kuswali ndani yake, wasiyamu, na kuna kufunga, wasadaka, na kutoa sadaka, walhaji, na kwenda kufanya ibada ya hija, waludhiya, na kuchinja. Katika masiku haya tunaenda nayo, haya yanachanganyika ndani yake, yanakuwepo. Basi hata moja huna, hata moja. Watakbir, na vile vile kuna takbir, na hili vile vile tutakuja kuzungumzia takbir, mambo ya takbir. Wa ghairiha, na yasiyokuwa haya yaliyotajwa, mambo chungu mzima, ibada chungu mzima zinafanyika, zinakuwa zina daraja ya kipekee. Wal muslim mutalib bi an yu'ammara hadhihi al ayyam bi anwa'i al qurbat, na muislamu anatakiwa siku zote aimarishe siku hizi kwa aina tofauti tofauti ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi hili fanya hili, huwezi hili fanya hili, unaweza yote changanya. Umo katika kufunga, umo katika kutoa sadaka, umo katika hivyo, fanya. Ndio siku za, unasubiri nini tena? Mwenyezi Mungu atufadhilisha kwa kutuletea misimu kama hii, kwa tukumbushane jamani. Wa alaihi, na juu yako, si juu yako. Kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, alaihi manake ni lazima, ni lazima. Ala, alaihi, hilo ni juu yako. Juu yako nini? Lazima manake an yataallama alahkam alshar'iyya almutaalliqa biha, ajifundishe mtu hukumu za kisheria, ajifundishe hukumu za kisheria ambazo zinafungamana na masiku haya, ili ujue uziende vipi. Kuna hili halifai katika siku hii, lafaa hili, lafaa kwa dalili hii, kwa dalili hii, kwa dalili hii. Kwa ujifundishe mambo ambayo yanafungamana, mambo ya kisheria ambayo kufungamana katika masiku haya, liyuhsina istighlaliha kama yambaghi, ili afanye vizuri kabisa katika kutumia masiku haya kama vile inavyotakiwa. Anasema wa ahamu almasail albahthi mayali, na mambo ya msingi kabisa ambayo yamefanyiwa tafiti, yakatolewa majawabu, yakazungumzwa vizuri kiasi ambacho ukiambiwa hili lichukue ukalifanyie kazi tu, kama yali ni haya fuatayo. Kuna mambo 6 humu kwenye kitabu hichi yametajwa. Leo tutaanza na moja. Lipi? La kwanza, fadlu 10 Dhulhijja, fadhila za masiku 10 ya Dhulhijja. Pengine wewe hujajikita katika ibada za mwezi huu katika Dhulhijja, hujui ubora wake. Kwani huna ubora gani? Utafundishwa humu. Kwa hiyo tuende moja kwa moja katika fadhila za masiku 10 ya Dhulhijja. Anasema inna Allah azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu azza, mwenye nguvu, wa jalla na mtukufu, faddala ba'd ash-shuhuri wal ayyam al-layali ala ba'd liyakuna dhalika aunan lilmuslim fi ziyadati al-amali war-raghbati fi at-ta'a. Hakika Mwenyezi Mungu amefadhilisha masiku, amefadhilisha siku na masiku. Kwa nini amefanya hivyo? Amefadhilisha hizo kwa baadhi ya nyingine, anaambia siku hizi tukufu kuliko hizi, ili iwe msaada kwa Muislamu. Msaada wa nini? Kuzidisha kufanya ibada. Muislamu huyu azidi kufanya ibada, kila anavyofanya endelee kufanya tena. Fanya kama Ramadhani tumepita pale, akakaa pale akazembea zembea, ukaja msimu mwingine, sasa anajikita tena, anafanya ibada ule unaotoka ule, anakaa pale anaulizia vipi msimu fulani, bado ukifika anakumbushwa tena, hii sasa nikae. Hivi ndio Waislamu tunatakiwa tuwe. Watajdidi nashati liya'dhima ajrahu wa yahdha binasibi alwafira min athawab, na ili apate uchangamfu mpya wa ibada nyingine. Alizoea ibada fulani, baadaye akaacha, sasa inakuja ibada nyingine mpya. Sasa ili apate uchangamfu mpya na ujira kwake yeye uzidi, katoka kule anakuja kwenye ibada nyingine ambazo anazidisha ujira kwake yeye, ili apate thawabu za kutosha kabisa. Anasema wafiran min athawab, thawabu chungu mzima apate. Wakad faddala Allahu ta'ala 10 Dhulhijja ala ghairiha min al-ayyam, kwa hakika Allah mtukufu amefadhilisha mwezi huu, siku hizi 10 za Dhulhijja kuliko siku nyingine. Tumejuaje kama Allah amefadhilisha?
bidalili, ipo dalili. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ibn Abbas Allah muiradhi, ni nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas maneno haya yanatoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani ujue maneno ya mtume, mimi nipo hapa, mtume sijamuona, lakini yale pale yanasomwa. Kwa hiyo kaa vizuri uyasikilize maneno haya ya mtume. Ma min ayami al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Hakuna katika siku ambazo mtu atafanya amali iliyokuwa bora, ambayo amali hiyo itakuwa inapendeza mno, inapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko masiku haya. Wewe unazembea vipi hapo? Inapendeza, Allah anaipenda hiyo funga uliyofunga, hiyo sadaka uliyotoa, hizo ibada nyingine ulizozifanya, zinapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi. Ibn Abbas haya amepokea maneno haya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu, baada kusikia vile wasema ndio hivyo, wakasema subiri tufanye challenge ndogo kidogo kwa mtume. Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hata kupigana jihadi na mawadui wa Mungu hawa, kupigana kwa ajili ya dini hiyo mbele, ina maana siku hizi 10 ndio bora kuliko siku hizi? Sikiliza jibu la mtume. Qal, mtume akasema wala jihada fi sabilillah, na hata hiyo jihadi haingii fadhila za siku hizi, haingii. Maana kuna watu wanatamani tuende jihadi, wanasema hakuna tu hiyo jihadi. Aya, anza na hili basi, usiona jideo unataka jihadi tu, anza na hili, unaliweza? Anasema mtume wala jihad fi sabilillah illa, isipokuwa rajulun kharaja binafsihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka yeye mwenyewe, mguu mosi mguu pili, ameenda, wa malihi, si yeye mwenyewe tu, akabeba na kitita cha mali, walam yarji min dhalika bishay, na wala hakurejea na kitu chochote. Yeye kenda na mali yake huko imemalizika, na kenda mwenyewe kafa. Wewe ndo kidogo unaweza kuwa baina ya siku hizi 10 na hiyo jihadi ulioiendea, wewe utakuwa na nafasi nyingine. Lakini wewe ulienda fi sabilillahi ukarudi, na yule ambaye amejikita kwa kufanya ibada katika masiku haya 10, kufanya ibada katika masiku haya 10 ni ya kipekee kabisa. Hayo ni maneno ya mtume, yamepokelewa na rawahu al-Ahmad wal-Bukhari wa Abu Daudi wa ghairihim. Imam Ahmad, Abu Daudi na Bukhari na wengine wamepokea hadithi hii. Anasema ma min amalin azka inda Allah, hakuna amali ambayo itakuwa ya kipekee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wala a'zamu ajran min khairin, wala yenye ujira mkubwa katika amali za khairi utazozifanya, ya'maluhu, ambazo anazifanya, fi ashri adha, katika masiku 10 haya ya kuchinja. Tena jamani, tunatafuta nini tena bado? Tunatakiwa hapa tumekaa, baada ya maelezo ya kuyapata tujikite. Leo hujaweza kufunga, kesho anza kufunga. Leo hujaweza kufunga, anza na Qur'ani. Sema hapana, baada ya maelezo yale mimi nitajikita na Qur'ani. Nitahakikisha siku 10 zote hizi msahafu ninamaliza wote. Usiku pale hakuna Yanga Simba wala nani. Naeka pembeni, kwanza ninaingia hapa kwenye Qur'an, napiga Qur'ani, tena huko tena nitaangalia hichi, nitafanya hichi. Msimu kabisa huu tunauacha kabisa, haiwezekani. Anasema wa hadha dalilu ala fadli ayyam al-ashr dhul-hijja, na hii ndio dalili ya kuonyesha ubora wa siku 10 hizi za Dhul-Hijja, ala ghairiha, kuliko siku nyingine, min al-ayyami sana, katika siku za mwaka. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahida bi annaha afdalul ayyam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndo alotoa ushahidi wa kusema kwamba siku hizi ni bora ya masiku.
Kwa hiyo hakuna, wanachuoni wanasema hakuna siku bora kama hizi kwa sababu ya Mtume. Lilamali salih, kwa ajili ya kufanya matendo mema. Wahatha fiha, na akahimiza ndani yake, ala lamali salih, katika kufanya mali njema. Wa amara fiha, na akaamrisha ndani yake, bikathrati tasbihi wa tahmidi wa takbiri. Akasema sasa watu walete takbiri nyingi, tasbihi nyingi, takbiri na hamdu nyingi. Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar. Umekaa mwenyewe unasema alhamdulillah, 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 unaleta kwa wingi, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wewe uko kwenye daladala siku hizi na mtihani, hata ukifika nyumbani daladala nzima ile masaa mawili masaa matatu umo ndani ya daladala, huku usingizi unakuja, ukizinduka subhanallah subhanallah maana ndani ya daladala kama masaa mawili masaa matatu. Basi hayo masaa usiokae na simu tu, lete adhkari hizo, umtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi, na katika maneno yake, ma min ayamin a'zama inda Allahi, hakuna siku ambazo ni tukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, wala ahabba ilayhi, wala zinazopendeza kwake yeye, fihinna, katika masiku haya, min hadhihi al-ayami al-ashra, kuliko siku hizi 10. Fa akthiru fihinna, basi kithirisheni humo, minat tahlili, kusema la ilaha illa Allah, wa takbir, na kusema Allahu akbar, wa tahmidi, na kusema alhamdulillah. Kithirisheni. Kwa hiyo uko kwenye Vespa yako, uko kwenye Honda yako, unatoka zako juu huko, unakuja zako kwenye biashara zako, kwenye shughuli zako, kwenye Vespa yako, kwenye Honda yako, kwenye gari yako, kithirisha haya maneno kuyaleta. Ikiwezekana fungua Qur'ani pale kwenye msahafu wako, unafungua, soma. Mafoleni haya yatakuzidishia faida nyingine. Wa mimma yadullu ala fadliha aidan, na kile ambacho kinaonyesha kwamba bora katika masiku haya, anna fiha yaumu Arafa, kwamba ndani ya masiku haya kuna siku ya Arafa. Wa yaumu nahri, na siku ya kuchinja, ule mwezi 10. Yaumu Arafa mwezi 9, yaumu nahri mwezi 10, ambao tunasema ndo sikukuu kubwa hiyo, yaumul hajjil akbar, sikukuu kubwa. Wanachuoni wako wanaosema hivyo. Wafiha adhiya, na ndani yake kuna kichinjwa. Walhaji, na vile vile ndani yake kuna ibada ya hija. Qala ibn Hajar rahimahullah, amesema Ibn Hajar, walladhi yadhharu anna sababa imtiyazi ashr dhil-hijja, kwamba ile sababu ya kuwa hizi siku 10 hizi ni za kipekee. Sababu kwa nini siku 10 zikawa ni za kipekee? Limakani ijtimai ummahati ibada, kwa sababu mama ya ibada, karibu ibada zote zinafanya nini? Zinakusanyika. Maana ukifanya ibada ya hija, karibu nguzo 5 zote za Uislamu unazitekeleza. Ndani ya ibada ya hija kuna swala, ndani ya ibada ya hija kuna sadaka, ndani ya ibada ya hija kuna zaka, kuna kila kitu ndani ya ibada ya hija. Kwa hiyo hizi siku zinachanganya zile ibada zote. Anasema nini? Wahiya sala, ndani yake kuna sala, wasiyamu na somu, wasadaka na sadaka, walhaji na hija. Wala yataatta dhalika fi ghairihi, na wala haziji katika maeneo mengine. Wala yataatta, wala haziji, hazipatikani, hazipo katika maeneo mengine. Hapo amemaliza. Insha Allah kesho Mungu akipenda tutakuja kuzungumzia kipengele kinachosema ma yatajannabuhu fi ashri min man arada udhiya, mambo ambayo anatakiwa mtu ajiepushe nayo, mtu ambaye amekusudia kuchinja. Mimi nataka nije nichinje, unataka uje uchinje. Kwa hiyo kuna mambo unatakiwa hili usilifanye, hili usilifanye, hili usilifanye. Tutakuja kuyaona inshallah kesho. Hadha wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.